Yes, ni session ya Kikoti Motivation. Leo nipo na surprise. Nipo na mgeni ambaye atajitambulisha ili tuweze kuendelea na kipindi. Naam, nipo na Asela. Asela? Ndio. Karibu sana. Asante sana. Watazamaji wanataka kujua wewe ni nani na utafanya kazi gani na why umetujoin. Bora hatuelewi. Yeah. Asante. Nimejoin kipindi cha session ya Kikoti Motivation kwa sababu ni kipindi ambacho kinaangazia mijadala tofauti mbalimbali kuhusiana na vijana na maisha yetu ya kila siku. Nitakuwepo kwenye kipindi hichi kama host na tutarajie mengi mazuri. Wow. Kwa unamwambia mtazamaji ambaye haja subscribe, si ndio? Yeah, subscribe, like, comment kwenye YouTube channel yetu. Bila kusahau watu wa Instagram, watu wa TikTok kote tunaangazia. Wasisahau kufollow. Yeah. Comment wadondoshe pia, si ndio? Yep. Hususan mada ya leo nadhani itakuwa nzuri sana host. Yeah, itakuwa nzuri maana ni maswali ambayo wengi wanajiuliza. Wow, leo wanaenda kupata majibu. Wow, kuna swali leo mtazamaji atarajie. Ndio. Basi sawa, karibu host. Asante. Naam. Mpenzi mtazamaji wa session ya Kikoti Motivation, karibu kwenye kipindi chetu ambacho tunaangazia mijadala na mitazamo mbalimbali. Leo tunaenda kujadili mada inayosema, je, vijana ni wavivu au ni ugumu wa maisha? Kwa kizazi cha zamani wanasema kwamba vijana wa sasa ni wavivu, wanashindwa kufanya kazi na kujitegemea wenyewe. Lakini pia vijana wana changamoto ambazo wanasema kwamba gharama ya maisha ni iko juu na pia fursa ni si rahisi kupatikana, lakini pia ajira ni changamoto. Hivyo leo tunaenda kupata majibu ya swali hili. Karibu Kikoti. Asante sana. Huu mjadala ni mjadala ambao unalenga maisha ya moja kwa moja, ndugu mtazamaji, na mimi nitashare na wewe uhalisia kuhusiana na swali ambalo Asela ameweza kuliuliza. Ndio. Vijana kweli kabisa, watu wanajiuliza vijana, ni kuna bato hapa katikati ambayo inaendelea. Ndio. Kwamba vijana wanaamini maisha magumu, wazee wanaamini kwamba vijana wavivu. Kwa hii inaleta mjadala mgumu sana, hali ambayo inafanya pande mbili zinashindwa kuelewana. Ndio. Kwa tunabaki nusu nusu. Lakini leo mtazamaji, unapaswa kutambua kitu kimoja, kwamba shida sio kwamba maisha ni magumu. Unaposema maisha magumu, kumbuka kuna mwingine anajenga. Unaposema maisha magumu, kumbuka kuna mwingine anafungua kampuni. Unaposema maisha magumu, kumbuka kuna mwingine anaanzisha biashara kubwa. Unaposema maisha magumu, kuna mwingine kwake ndo anapata fursa. Sasa maisha sio magumu. Ndio. Huu ndo uhalisia. Ndio. Maisha sio magumu. Unajua kwa nini? Ndio. Ni kwa sababu watu wamebaki na mtazamo wa kwamba maisha ni magumu. Huu mtazamo ndio unasababisha waendelee kuyaona maisha magumu. Ndio. Rafiki yangu mmoja anaitwa Omari ashai kuniambia, unavyojiona na unavyoyaona mambo ndivyo yatakavyokuwa kwa upande wako. Ndio. Ukiamini kwamba maisha ni magumu, kweli yatakuwa magumu kwako. Ukiamini kwamba wewe ni maskini, utakuwa maskini. Kwa sasa shida sio kwamba maisha magumu. Shida ni kwamba watu wameacha kuwa wachapakazi, wakiamini ya kwamba maisha ni magumu, wakiamini vitu haviwezekani. Lakini pia sio kwamba sio wachapakazi, ninaweza kusema, kwa sababu unakuta mtu anafanya kweli kazi, yani anafanya, anajitahidi, labda anafanya nini, labda kuna biashara anafanya, lakini unajua kuna kugoma biashara, anafungua saluni, anafungua bucha, kuna muda biashara inakuwa inadorola, umeona, inapelekea mtu kukata tamaa. Je, hiyo imekaje? Mtu anatakiwa akate tamaa au mshauri aanze tena? Unajua, wakati biashara yako inafeli, kuna biashara mtu mwingine anasimama. Ndio. Lazima kitu tukifahamu kwamba mtu ambaye sio mvivu ni mchapakazi. Kuna wakati mwingine unaweza kuwa mchapakazi lakini unachapa kazi sehemu ambayo sio sahihi. Unaweza kufungua biashara lakini umefungua location ambayo
sio sahihi. Au unaweza kuwa unafanya biashara ila unafanya biashara ambayo sio sahihi. Ndio. Kwa hiyo sasa shida ni kwamba watu wengi sana ni wavivu, lakini kwenye uvivu hapa labda tupachambue kidogo ili mtazamaji aweze kuelewa vizuri. Watu wengi ni wavivu kwenye kitu kimoja kikubwa ambacho ndio kinasababisha uvivu wa vitu vingine. Uvivu wa kufikiri. Ukifanikiwa kushinda uvivu wa kufikiri, unafungua fursa zote. Unafungua milango yote. Uvivu wa kufikiri manake uvivu wa kuyaona matatizo na kuyabadilisha kuwa fursa na kucheza na ile fursa ikakupa matokeo. Hakuna mtu mwenye imani kama mfanyabiashara. So imani tu, lakini anachapa kazi kwenye akili yake. Biashara leo imeshuka, nifanye nini ili niipandishe? Wateja wangu wamepungua, nifanye nini ili waongezeke? Kwa hivi anavyocheza na seko ya wateja kupungua kuongezeka, ndivyo ambavyo itamsaidia yeye aweze kufanikiwa, itamsaidia yeye aweze kufika mahali fulani. Kwa shida sio kwamba maisha magumu, ila watu wamefunga akili zao wakiamini kwamba vitu ni vigumu. Haijalishi umefeli mara ngapi, haijalishi umekataliwa mara ngapi, haijalishi umejaribu ukashindwa mara ngapi, lakini still una nafasi ya kufanya vizuri. Still una nafasi ya kufanikiwa. Sio kwamba ulifeli kwa sababu maisha ni magumu. Sio kwamba ulifeli kwa sababu vitu haviwezekani. No. Arianna Huffington anakuambia kwamba failure is not an opposite of success. Kufeli si kinyume cha kufanikiwa. Yani there is no way out. Tunatakiwa kufanikiwa. Kijana mwenzangu, Mtanzania mwenzangu, hatuna namna zaidi ya kufanikiwa. Na ili tufanikiwe ni lazima tujikomboe kifikra. Ni lazima tuanze kufikiri. Ni lazima tuanze kuchakata kwenye fikra zetu ni namna gani ya kuyatatua matatizo yaliyopo. Tukishafanikiwa kuyatatua, tunaweza kusonga mbele. Kwa tusiishie kulalamika kwamba maisha magumu. Maisha sio magumu, ila watu ndo wagumu. Ugumu gani? Wameshindwa kufungua fikra zao. Wameshindwa kufikiri. Kwa sababu ya kufikiri kusababisha maisha yameendelea kuwa magumu kwao kwa sababu ya mtazamo wao na uvivu wa kufikiri. Lakini sio hivyo tu. Unajua pia watu wengi hususan wasomi wenzangu, naomba leo session ya Kikoti Motivation iwafikie. Wasomi wenzangu ni wataalamu sana wa kupanga mipango, ni wadau wakubwa sana wa kuandika plani nzuri sana, lakini hazifanikiwi. Tunaendelea, yani unaandika plani ya mafanikio ila unaamini maisha ni magumu. Unaandika plani ya kutatua tatizo, lakini unaamini tatizo halifanya nini? Halitatuliwi. Kwa nini? Tuache kuwa wataalamu wa kupanga mipango ambayo hatuende kuitekeleza, ila tuwe ni wataalamu wa kupanga mipango ambayo tunaenda kuitekeleza. Kila mpango ambao unauandika, hakikisha ya kwamba unaenda kuutekeleza. Kadri unavyochelewa kuutekeleza mpango ambao umeupanga na ukauandika, ndipo ambavyo unaendelea kuaminisha na kujiaminisha kwamba maisha ni magumu. Kwa hiyo tusiwe wavivu. Lazima tufanye kazi kuanzia kwenye fikra zetu, kwenye kutenda mipango yetu. Mwisho wa siku tutaona matokeo. Yes. Ndio, lakini vijana wanasema kwamba licha ya kuwa na elimu na kusoma miaka mingi lakini kupata ajira ni ngumu, na pia fursa zinakuwa zipatikane kiurahisi. Of course, nimesikia sana. Mtu anakwambia mimi sina fursa yoyote. Sioni fursa yoyote. Ni kijana, fursa hana. Sina chochote, sina connection. Nifanye vipi? Hii issue waka inachekesha sometimes, lakini inaumiza. Inachekesha kama sio kwako, ila inaumiza kama ipo kwako. Ukweli ni kwamba ujana ulionao ndo fursa namba moja ambayo unatakiwa kujivunia. Cha kwanza, una uwezo kufanya kazi. Kuna mwingine anatamani awe na uwezo kufanya kazi ili apate, lakini wewe una uwezo kufanya kazi lakini unaona maisha ni magumu. Badilisha mtazamo wako kwanza. Kwanza kabisa, ujana ndo fursa namba moja. Cha pili, kuna kitu unacho, usijione hauna. Shida ni kwamba unajiona hauna. Anakwambia mimi sina chochote bwana, au nina kitu kidogo. Una wazo la biashara, si ndio? Ila unasubiri eti mpaka upate pesa nyingi sana ndo uanze. Unasubiri upate kitu kikubwa ndo uanze. Mara unasema bado unajipanga. No, anza na ulicho nacho. Yaani Mungu kutumia kidogo ulicho nacho
kukupa kikubwa ambacho hauna. Yani siku zote kwa una 10,000, una 100,000, una 500,000, una 1,000,000, una plani ya kufanya biashara kubwa, hebu anza na hicho kidogo ulicho nacho. Usikiweke benki, pesa iko benki. Anza na hiyo ulionayo. Anza kuitumia hiyo, itakupa fursa. Lakini sio kwamba ajira hazipo, sio kwamba fursa hazipo. Ishu ni kwamba watu wengi tumeacha kufikiri au tumeacha kuyaona matatizo, hali ambayo imesababisha ya kwamba kwa sababu hatuyaoni matatizo, hatuoni fursa. Kwa nini unafikiri pesa inapatikanaje? Dr. Maz Manuel ashai kuweka wazi kwamba pesa ni matokeo ya kutatua matatizo ya watu wengine. Yani ili nitatue tatizo lako wewe, yani ili nipate pesa natakiwa nitatue tatizo lako wewe kwanza. Kama nitafanikiwa kutatua tatizo lako, nitapata pesa. So money is a result after solving somebody's problem. Kwa shida ya watu wengi ni kwamba anamuona mwingine amefanya akashindwa, anaamini na yeye atafanya nini? Atashindwa. Anamuona mwingine jana alifeli, anaamini na yeye atafanya nini? Atafeli. Kwa nini usimuone aliyefanikiwa ukaamini na wewe utafanikiwa? Kwa nini usimuone aliyeshinda ukaamini na wewe utashinda? Kwa shida inaanzia wapi? Shida inaanzia kwenye mtazamo. Shida inaanzia kwenye kufikiri. Shida inaanzia kwenye kuyaona matatizo. Unayaona matatizo kama shida au unayaona matatizo kama fursa? Kwa kijana mwenzangu, acha kuyaona matatizo kama shida, kama ugumu wa maisha, ila yaone matatizo kama fursa. Afu tukizitumia hizi fursa tunaweza kusonga mbele. Lakini wengine sio kwamba ni wavivu au hawawezi kufanya kazi ili waweze kuendesha maisha yao. Wengine wanahitaji tu mtu wa kumshika mkono ili aweze kufika mahali fulani. Yani wanashindwa kupata tu ile mtu wa kumsponsor ili aweze kumfikisha mahali fulani, lakini sio uvivu. Kwa mtu ana fursa, ana kipaji, lakini anakosa mtu wa kumshika mkono. Anakosa mtu wa kumshika mkono. Of course dunia inaona, sio kwamba dunia haioni. Ndio. Lakini ili dunia ione lazima uioneshe. Ili watu wakuamini lazima uwaaminishe. Ili watu wajue una kipaji cha kucheza mpira lazima uende uwanjani ukaoneshe kwamba una kipaji. Shida watu wengi wana mawazo mazuri lakini wamejifungia. Wapo watu wengi sana ambao sasa wanaishi maisha magumu leo, lakini wana vitu vikubwa sana, wana ndoto kubwa sana. Wana vision, wana maono makubwa sana katika dunia. Wanasubiri watu waje washike mkono. Lakini kabla mtu hajaja kukushika mkono lazima uangalie kwamba je, nimemuonesha? Nimemuonesha katika kiwango ambacho kweli ameona naweza kufanya hichi kitu. Kwa wengi wamebaki na vipaji vyao. Dr. Maz Manuel anasema ya kwamba ukitaka kupata vipaji vingi nenda makaburini. Maanake watu wengi walikufa na vipaji vyao, walikufa na uwezo wao. Ndio maana mpaka leo hii watu hawajatatua matatizo mengi. Watu wamekufa na mawazo yao, wapo kaburini, wamelala. Kwa sasa shida sio kwamba watu wa kuwashika mkono hawapo, ni wengi sana. Ishu ni kwamba hatuwaoneshi, yani hatuwaaminishi. Una wazo la biashara, anza biashara hata kama ni kidogo. Safari moja huanzisha safari nyingine. Usijifungie na kukata tamaa kwamba mimi sina kibali, mimi sina bahati, mimi bwana nimekataliwa. Haujakataliwa. Unahitaji kuionyesha jamii ili jamii ikushike mkono. Kwa shida watu wengi anajifungia ndani na uwezo wake na kipaji chake na wazo lake, hataki kutoka nje kuwaonyesha watu ili watu wampe fursa. Ukifanya vizuri watu wataona unachofanya vizuri, watakupa fursa, watu watakupigia makofi, watakusapoti. Wazo ulilonalo unalifanyia kazi. Kwa mfano mimi Kikoti Motivation nilikuwa na wazo la kufungua studio, nilikuwa na wazo la kufanya podcast. Nilikuwa na wazo la kwamba one day nitakaa kwenye media nitazungumza. One among my role model ambao unawaangalia sana na kuwafuatilia sana ni Joli na Nauka. Joli na Nauka ambaye ni waziri wa vijana kwa sasa. Nimeanza kumfuatilia miaka mingi sana, nikifuatilia speech zake, nikiangalia namna ambavyo anazungumza, nikiangalia namna ambavyo anajenga hoja. Nikasema wow, I like this. Hichi kitu mbona anaweza? Situmii nguvu kubwa, nitafanyaje? Nikasema no, let me start. Now nimestart nafanya. Therefore
una wazo, lifanyie kazi. Hauhitaji mtu akushike mkono ukiwa haujafanya kitu, ila unahitaji kufanya kitu ili mtu akushike mkono. Yes. Lakini pia kuna ukuaji wa teknolojia sasa hivi. Hiyo pia inaweza ikasababisha vijana kuwa wavivu kama matumizi ya mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii inaweza kukusaidia au ikakuharibu. Inategemeana na namna ambavyo unaitumia. Mitandao ya kijamii ukiitumia vizuri inaweza kukusaidia, lakini ukiitumia vibaya inaweza kukuharibu. Wewe ukiamka unaingia wapi? Unaingia TikTok, si ndio? Unajifunza nini? Taarifa zipi unazoingiza kwenye kichwa chako? Yaani siku inaisha ukifanya tathmini, ni taarifa zipi ulizoingiza kwenye kichwa chako? Unajua watu wengi sasa hivi unakuta ni kijana, lakini kwenye kichwa chake inasoma memory full. Memory imejaa. Ana taarifa nyingi lakini hazina maana kwenye maisha yake. John Anauka ashai kusema ya kwamba hatuhitaji taarifa nyingi. Watu wenye taarifa nyingi sana hatuna sehemu kwa kupeleka. Tunahitaji taarifa halisi zinazoendana na hatima yako. Wewe ni fundi cherehani. Je, una taarifa za kutosha kuhusiana na ushonaji? Wewe ni mwimba muziki. Je, una taarifa za kutosha kuhusiana na uimbaji muziki? Wewe ni mtangazaji, wewe ni mhubiri. Je, una taarifa za kutosha kuhusiana na uhubiri? Kwa hiyo kiwango chako cha taarifa ndicho kitakachotabiri uweze kusogea au usisogee. Sasa mitandao ya kijamii sasa hivi unajua imekuwa rahisi sana. Sasa hivi maisha yamerahisishwa, unajua. Yaani ukitaka kujua kupika chapati, unataka kujua kupika pizza, unataka kujua kupika baga, unatakiwa unaenda tu YouTube, una search namna ya kupika baga, namna ya kupika pizza. Inakuja pale video nyingi. Unachagua moja, unasikiliza, unajifunza, una practice, unajua. Hauhitaji kwenda darasani. Lakini miaka ya nyuma ya babu zetu ulikuwa unatakiwa uende ukasomee hotel management, ukajifunza kupika baga, ulipe na ada, upate na cheti, ndipo uje upike baga. This time mitandao ya kijamii iko open. Unataka kujifunza ufundi seremala, unaingia YouTube, unaingia hata Instagram, unaingia TikTok, unajifunza. Baada ya kujifunza unapata ujuzi. Ukishapata ujuzi inakusaidia. Sasa wengi anaamka anaingia tu mitandaoni, anaangalia chochote, anaingiza taarifa yeyote. Jamani, ndugu mtazamaji, usiingize taarifa yeyote tu. Ingia mtandaoni, jifunze taarifa ambayo inakuhusu, taarifa sahihi zinazoendana na hatima yako. Kama una ndoto ya kuwa mpaka rangi, jifunze ujuzi kuhusiana na kupaka rangi. Naam. Ndio. Hapo tuko kwenye vijana kuwa wavivu na gharama za maisha. Wewe upo upande gani? Mimi naamini vijana wengi ni wavivu. Kwa nini? Vijana wengi ni wavivu kwa sababu moja. Ya kwanza, vijana wengi wanaamini katika bahati. Wanasubiri bahati. Yaani ya beti akuta ameshinda mkeka kiamka, yaani alale maskini aamke tajiri, akishalala maskini akiamka tajiri, anaamini fresh. Lakini ni kitu ambacho wanawaza, lakini kinakuwa ni kigumu sana kutokea. Sisemi kwamba bahati hamna. Bahati ipo, lakini ni bahati nasibu kama ilivyo bahati yenyewe. Yaani inaweza ikatokea kwa nadra sana. Kwa vijana wengi ni wavivu sana, lakini pia kinachosababisha wanakuwa wavivu sana, vijana wengi wamelelewa katika hali ya kupewa kila kitu. Kuna muda wazazi wanashindwa kutimiza majukumu yao. Kuna muda wazazi wanatupa kila kitu, hatuoneshi ile namna upambanaji. Mzazi, mfundishe mtoto wako. Usimpe tu zawadi bila kufanya chochote. Yaani mpe afanye kitu afu mpe zawadi. Mtengenezee hali ya kupambana ili aone kwamba kuna ugumu wa kupambania jambo fulani ili liweze kutokea. Kwa hiyo wengi ni wavivu. Ndio. Je, motivation pekee inaweza kumbadilisha kijana asiwe mvivu? Of course motivation pekee haisaidii, lakini kwenye motivation inampa mwanga. Lakini ili aweze kutoka kwenye motivation anahitaji nidhamu kubwa sana. Ndio. Cha kwanza inabidi atambue kwamba hayupo duniani kwa bahati mbaya. Yaani akishajua kwamba hayupo duniani kwa bahati mbaya, ajue kwamba duniani nimekuja kufanya kitu fulani. Yaani nipo kwa ajili ya kusudi maalum. Yaani duniani nimekuja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nasababisha mambo yaende.
mambo yawezekane, kwa asibaki na uvivu, kwa atambue kwamba sijaja kwa bahati mbaya, pengine nishai kufeli, lakini na chance ya kufanikiwa, na chance ya kufaulu, na chance ya kusogea mbele. Yes, ni session ya Kikoti Motivation. Kama tulivyomsikia Kikoti, vijana jamani, tuache uvivu, tujitume, tufanye kazi. Ndugu mtazamaji, kufika hapa tumefika tamati ya kipindi chetu cha session ya Kikoti Motivation. Tukutane wakati mwingine, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Bye.